Na hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka One TV ya tarehe 5 mwezi wa 12 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Katogota na Kamanyola, wazalendo na FARDC huendeleza operesheni ya kusafisha Katogota pamoja na Kamanyola. Mudaka, wazalendo wachukua mji wa Mudaka, ikiwa ni kilomita chache kuingia maeneo ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Marekani, rais wa Marekani Donald Trump ahidi vita ya Kongo na Rwanda kuisha hivi karibuni, huku akitoa tamko la majeshi ya RDF kuondoka haraka iwezekanavyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mkumbuka operation saidia muzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hii kutoka maeneo ya Katogota pamoja na Kamanyola, ambako wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendeleza operesheni safisha Katogota pamoja na Kamanyola. Hadi kufika hiyo tarehe 4 za mwezi wa 12 2025, bado mililio ya risasi, huku pia silaha nzito na nyepesi zikiwa zinatoka pande zote mbili, huku wanaonekana kuwa na hatua kubwa ni majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na jeshi la Burundi pamoja na waza kwa kumkuta magaidi wa M23. Wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefanikisha kwa hatua kubwa kusafisha mji wa Katogota, huku kukiwa kuna baki masalia kwa ajili ya kusafisha pia na mji wa Kamanyola, licha ya mitazamo mbalimbali na maneno kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendeleza harakati ya kimkakati ya kipekee kwa kunguta magaidi wa M23, kuwaondoa kabisa maeneo ya Kamanyola. Magaidi wa M23 pamoja na RDF wamekimbilia maeneo ya Bugarama, huku wakiwa kwenye mpaka wa Kongo pamoja na Rwanda, mpaka ambao ni daraja la Bugarama. Baada ya mapigano ambayo yako nazidi kuendelea, msemaji wa wazalendo maeneo ya Kabare pia Observance Abubakar Zihindula Chombo amekuwa na taarifa zaidi kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Jambo bwana mtangazaji wa Baraka One TV, Mwangaza TV. Bwana mtangazaji, nataka kukujulisha habari ambazo ni za ukweli. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Na kabla ya kuanza kutoa taarifa za ukweli zinazopatikana katika uwanja wa vita Lubarika Katogota, lazima kwanza nijitambulishe, kwa sababu huwa watu wengi wanasikia wanamzungumza Observance Abubakar wa General Abdu Matata Panda wa Lubarika. Pili, kwa njia ya pili tena msemaji wa wazalendo katika teritwari nzima ya Kabare. Bwana mtangazaji wa Baraka One TV, Mwangaza TV, watumia habari ambazo za ukweli kabisa katika uwanja wa vita. Nikawa nimejifikia mimi mwenyewe kwa kuangalia jeshi letu la wazalendo linajipanga namna gani, kwa kuangalia jeshi letu la FARDC limejipanga namna gani. Kwa kweli nimekuta jeshi liko imara, na kwa kadiri ambapo sisi tunapanga maskari wetu, kwa jinsi ambayo FARDC inachukua hatua katika uwanja wa vita, kwa kweli imeonekana ushindi utakuwa upande wetu, kwa sababu wazalendo wote wako kitu kimoja. Wazalendo wote pamoja na jeshi letu la FARDC wote ni kitu kimoja, na kwa gisi wakongomani wote wameshashirika katika hili swala la uvamizi, kwa sababu M23 walianza kutuagrese tokea 1996
Alafu sisi tukawa tunafikiri ya kwamba ni maswala madogo madogo, lakini imegundulika ya kwamba nia yao ni kuja kuivamia nchi yetu ya Kongo na kuikata moja kwa moja. Pamoja na hiyo yote, wazalendo pamoja na jeshi letu la FARDC wamechukua hatua moja kwa moja ya kugomboa nchi yao wenyewe. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa 2015. Nafikiri nyinyi wote mnaona hapa ni wapi? Hapa ni onyesha vizuri kijana, kwa sababu watu wengi walishasema kama Lubarika hakuna watu walishakimbia, lakini population yote Lubarika iko imara kwa sababu wazalendo pamoja na FARDC wanafanya kazi kama kawaida. Wanaangalia vijana wetu wanatilia, hawana papara. Mnaona wazalendo wanatulia, hawana papara kwa sababu wanajua kama wamejipanga vilivyo. Sio kama wanavyozungumza ya kwamba Lubarika wazalendo hawako imara, lakini wazalendo kwa kweli wako sawa. Hizi ni habari za ukweli. Tarehe ngapi? Vijana, tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Ndio hivyo bwana mtangazaji, nashukuru. Na baada ya taarifa hizo kutoka maeneo ya Kamanyola na Katogota, Baraka1 TV inawahakikishieni kwamba maeneo yote hayo yako mikononi salama ya wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kusafisha bado wazalendo na FARDC wako makini sana kwa ajili ya kusafisha maeneo ya Kamanyola. Na mtafahamu tu kwamba Kamanyola kumeweza kutegwa mabomu na magaidi wa M23. Kwa hivyo watu hawawezi kwenda kichwa, lazima kuwe kuna mikakati kwa ajili ya kusafisha Kamanyola. Na tuchukue habari hizi kutoka huko maeneo ya Mudaka, ambako wazalendo wamechukua mji wa Mudaka ikiwa ni kilomita chache kuingia maeneo ya Kavumu, uwanja wa ndege wa Kavumu. Wazalendo wameonekana kuendeleza harakati za kumtwanga adui ambaye ni M23 anayesaidiwa na jeshi la Rwanda baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa maeneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Wazalendo wamefanikiwa kuchukua eneo nzima la Mudaka, huku magaidi wa M23 wakipoteza kwa kiwango kikubwa. Licha ya uwepo wa vikosi vipya vya magaidi wa M23 kutokea Goma, wengine kutokea ndani ya jiji la Bukavu, lakini bado wazalendo wanaendeleza harakati za kumkunguta adui kokote ambako anapatikana. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Ba M23 wale wanaingia saa ba M23 biko saa wali le 4 décembre 2025 saa na 16h45 wanaingia saa Mulaki Kivu, wanatoka Goma banakia Bukavu, iko saa wanaleta renfort, ndio hapa wanakuya kabisa saa hii. Vitu viko nguvu. Nilipenda niwajulishe mimi General Mabaki Kusimwirai. Nipenda nijulishe kwa ndugu wote wenye kuwa na wandugu kule Goma, hatutakubali bato kupita kumai kutoka Goma kwenda Bukavu tangia leo hii wakati yote mpaka juma yote ishe. Ninaomba kila mtu mwenye iko na ndugu yake amwambie vile, na hii message muipartage kwa kila grupe. Hatupendi mwenye atatoka sababu tunazingira mai. Batu yenye tapita kulaki wala mtumbu kutoka zile ngambo za kule, antuka batakuwa na bati. Ndio hivi tunaomba kila mtu ambie ndugu yake kama kutenda Goma wende, lakini kutoka hakuna. Asante na mchana mwema. Hapa na watu wote wako hapa. Hapa tunasema hivi. Ndio wako shaje na operation hapa mnaona hapa. Ndio. Hapa kuna tena taxe. Taxe zote ziko supprimer. Wazalendo
hawa wote banayala. Ndiyo ni wazalendo wako Mudaka, banakia gombola Mudaka, ba M23 bashakimbia. Njoo hapa banduku, njoo hapa. Jambo tena bwana mtangazaji wa Baraka One TV, Mwangaza TV. Mimi Observance Abubakar Zindo Lanshombo, Observance wa General Abdou, aussi pour la deuxième fois porte-parole wa wazalendo mteritoire nzima ya Kabare. Nataka kuwajulisha habari za ukweli ambazo zimetoka katika uwanja wa vita leo tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Kwa kweli tarehe ya leo, tarehe 4 leo, vijana wetu wazalendo wamemchapa M23 wilayani Kabare katika grupema ya Bushwira katika Kabare Centre huko Muresa Mudaka. Kiongozi wetu anaitwa Tega One pamoja na msaada na wengine wamefanya juhudi kubwa sana kwa siku ya leo kuwachapa kichapo kikubwa M23 mpaka wameshindwa kuogota miili zao uwanja wa vita. Mimi kama vile Observance wa General Abdou, mimi nimetoka mwenyewe kuingia katika uwanja wa vita huko Katogota ili kuangalia na kupanga vikosi vyetu kwa ajili ya kumpiganisha adui vilivyo. Bwana mtangazaji, huko Katogota nachokuambia, wazalendo wako imara kwa sababu wazalendo wanajipanga sawa, FRDC inajipanga sawa, isipokuwa kwa muda fulani mtapata matokeo ambayo itafurahisha raia wote kwa jumla. Unajua wengi walipata habari za uchochoro kuambiwa ya kwamba Luvungi hakuna tena watu, Luvungi kumekuwa wasiwasi. Hizo ni habari za uongo, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuagizia video ambazo nimerekodia hapo Luvungi nikitoka huko katika uwanja wa mpambano Katogota, Lubarika, Buringa, huko kote. Kwa sababu bwana mtangazaji, unajua watu wengi wanashindwa kufika katika uwanja wa mapambano, huwa wanakuwa wanaleta habari za huku na huku pasi na kuwa na uhakika. Kwa maana gani bwana mtangazaji? Mimi huwa kila mara na waleteeni Baraka One TV, Mwangaza TV, habari ambazo ni direct, tena habari ambazo ni za ukweli. Kwa sababu ukiangalia kama vile leo vijana wetu kabisa tokea asubuhi mpaka mchana mzima wameingia huko kunakoitwa Kabare Centre, yani Muresa Mudaka, wakiwa na mpango wa kukishikilia kiwanja cha ndege kinachopatikana huko Kabare. Bwana mtangazaji, vijana wetu ambao ni makamanda ambao wanapatikana huko kabisa, ambao ni mashuhuri, wakiwemo Generali Msaada, wakiwemo Generale Biringanine, wakiwemo Tega One, bakiwemo bwana Israeli Baraka, kwa kweli wamemchapa adui kichapo kikubwa sana. Bwana mtangazaji, nafikiri unamsikiaka kiongozi jemedari wetu anayeitwa kwa jina la Mabaki, naye vile vile ni miongoni mwa kamanda ambao wameshiriki katika hayo mapambano ya leo. Bwana mtangazaji, M23 anachapwa vilivyo, isipokuwa wao najua ni watu ambao wanausapoti wa takriban inchi 13 ambazo zinawaunga mkono kwa kuwapa majeshi, kwa kuwapa vifaa na pesa na kadhalika. Bwana mtangazaji, duru zetu ambazo tunazozipata katika huo mji wa Bukavu zinatujulisha ya kwamba jana usiku waliamua kukata moto wa umeme, yani moto wa SNEL, na lengo la kukata moto katika vile nzima ya Bukavu kulikuwa majeshi wengi sana ambao wamevuka usiku wa leo kutokea Rwanda wakiwa na silaha nzito nzito na magari mengine yakavuka katika ule usiku. Lengo la wao kukata moto wa umeme, walifikiri ya kwamba watakapokata umeme raia hawataona gisi wanajeshi wanavyotoka Rwanda kuja kuleta ramfor. Na wanajeshi wale ambao walitokea Rwanda, duru zetu zimetuonyesha ya kwamba baadhi yao wamevuka wengi zaidi kuja Kamanyola, na wengine wameenda huko sehemu za Chivanga, Bunyakiri. Lakini leo vijana wetu, makamanda wetu, jemedari zetu ambazo ziko kule
katika wilayani Kabare wamewachapa kichapo ambacho hawatakisahau. Tizama bwana mtangazaji, ukiangalia hapo Mudaka ni takriban kilomita 20 na vile ya Bukavu, ambapo vijana wetu wameshinda mchana mzima, ambazo zimeonyesha waziwazi jinsi vijana wetu wanatembea hapo Mudaka pindi walipowapiga M23 na kutembea kama vile watoto. Kwa hiyo bwana mtangazaji, sisi kama vile wazalendo tunaendelea kuomba serikali yetu ya Kongo iwape usapoti wazalendo wa Kabare. Bimana iwasaidie kupata marume dapui, iwasaidie kupata marume lourde, iwasaidie kupata minisio. Kwa kuwa jemedari zetu ambazo zinazopatikana katika teritwari ya Kabare, kwa kweli ni watu ambao waliingia katika uzalendo kwa kuitetea nchi yao. Ni watu ambao waliingia katika uzalendo kwa kumpiga adui na kumtimua. Huku unasikiliza Amka na Baraka One TV. Ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Dedone Butoto Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza da Letesha da Asha da Irene, wote wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Akisi Kandeke Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajab, bila kusahau pia Elisha kutoka Nairobi, pamoja na Emmanuel Mwangombe Sokolo Ayeba Mashaka Ayamba Asani Ramadhan. Na baada ya hayo yote tuingie huko nchini Marekani, ambako rais wa Marekani Donald Trump ahidi vita ya Kongo na Rwanda kuisha, huku akitoa onyo kali kwa RDF kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tarehe 4 za mwezi wa 12 mwaka 2025 kumeshuhudiwa kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya nchi ambazo zimekuwa zikigombana kwa muda mrefu, takriban miaka zaidi ya 25. Nchi ya Rwanda imekuwa ikivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupitia mgongo wa magaidi wa M23. Miaka ya 1996 Rwanda ilitumia kivuli cha AFDL. Mwaka 1998 na 99 mpaka 90 mpaka 2000, 2003 na 4 Rwanda ilikuwa ikitumia pia mgongo wa RCD Goma. Mwaka uliofuata Rwanda pia ikatumia mgongo. Baada ya miaka kadhaa Rwanda tena ikarudi kupitia mgongo wa CNDP, na hivi leo Rwanda bado inatumia mgongo wa M23. Mkataba uliosainiwa nchini Marekani umeweza kuleta marais watatu kwenye meza moja, ikiwemo rais wa Marekani ambaye ni mpatanishi mkubwa, rais wa Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, na rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame, huku mashuhuda Evariste Ndayishimiye, rais wa Kenya William Ruto, rais wa Angola Joao Lourenço, pamoja na viongozi wengine wa Umoja wa Afrika waliokuwepo kwa ajili ya kushuhudia mkataba huo. Mengi na zaidi mchambuzi wetu kutoka Marekani Bwana Mwinyi atatupatia kile ambacho kimefanyika huko nchini Marekani. Bwana Mwinyi, karibu sana kwenye Amka na Baraka One TV. Mkataba imelindwa. Mkataba imesainiwa, kama unavyojua wazungu ni swala la hela wachelewi. Wamesaini, Bwana Kagame amesaini na Tshisekedi, lakini tunasubiri tuone kitakachotokea. Wamesaini tu wawili, lakini kitu kimoja mimi kama mimi ndani ya mkataba ule nilikuwa nataka nijue, mkataba umesainiwa. Je, katika mkataba ule vipengele vilivyokuwemo ndio vipengele wa Kongomani walikuwa wanavitaka? Hilo swali. Au tu ni Trump amewalazimisha kusaini kidole chake hapo hapo? Kwa hiyo mkataba umesainiwa, kwa maneno mengine hawatoi hadharani, kuwa mambo mengine hawatoi hadharani kwa wao. Lakini mkataba huu
mimi binafsi nimeupenda, sijaufurahikiwa sana, sababu kuna watu, kuna viongozi waliobaki takiwa wakuu yani katika wawepo. Hawa nao ni wanachochea pakubwa sana kwenye mgogoro wa Kongo. Ruto na Museveni, ili chama nyuma ya Kagame. Sasa isiwe Kagame amekuja laini, amani patikane, alafu baadaye hawa waambie haiwezekani hicho kitu. Na wakati uwezo wa kusimamisha wakati Kagame tunapokuwa na pigwa mkichwa, wenyewe watasimama pembeni. Naam, walikuwa ni mwanaharakati na mchambuzi wa siasa Bwana Mwinyi kutokea Marekani akizungumzia kuhusiana na jinsi mikataba iliyosainiwa. Kuna baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki ambao walikuwepo, lakini wanaonekana kwamba hawakufurahishwa na kitendo hicho. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye aliweza katika speech yake kuzungumza kusaini mkataba ni jambo jingine na pia kutekeleza mkataba ni jambo jingine, huku rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi akiahidi kusimamia na kuheshimu mkataba kwa ajili ya amani ya kudumu. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.